ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Sudi Valente kwa habari muhimu. Asante sana mwenzangu Bibu Kortantini Aldama kwa fursa yako ya habari muhimu. Na hivi tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa amepokelewa kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka siku ya 4 hii ya tariki 6 Machi mwaka 2025 Ikanda Saidi Dragira, na ambaye amesema amekuja kuleta mchango wake ili kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kilembwe ni kwamba mashirika ya kiraia eneo hilo la sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanaomba kwa mkuu wa sekta hiyo kuingilia kati ili kuondoa tofauti iliyopo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo ambao uhusiano wao unasuasua siku hizi. Mwishowe kuna kuwa habari za kitaifa. Serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuweka njia mbadala kwa ajili ya malipo ya walimu wa mkoa wa Kivu ya Kusini na ile ya Kaskazini, na pia imesema kuwa walimu wa mikoa hiyo miwili bado wanasimamiwa na serikali ya Kinshasa. Mwenzangu Bibu Kortantini Aldama, mpaka hapo sana la ziada, mimi naweka nukta kuna kwa habari muhimu. Asante sana Sudi Valente kwa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na sasa tunajikita kwenye uchambuzi wetu wa habari tukiwa katika mji wa Baraka. Ofisi ya Agenda Familia na Mtoto mjini Baraka imewataka wakina mama na vijana wa mji wa Baraka kujumuika kwa pamoja kwenye sherehe ya wakina mama ulimwenguni inayoandaliwa kusherekewa Jumamosi ya tariki 8 mwezi Machi mwaka huu 2025. Katika mazungumzo na redio yako, Zainabu Echilo Marie Claire, mama Agenda na Familia mjini Baraka, amehakikisha kwamba sherehe hiyo itasherekewa mjini humu chini ya mada isemayo kuwa sisi wakina mama tumechoka na vita. Kwa jambo hilo, anaomba wakina mama kujumuika kwa pamoja kwa kuvalia mavazi meupe ili kuonesha dalili za amani. Mama Agenda ameongea nasi. Tulianzaka renyo za kwanza za kuandalia hii sikukuu yetu ya wakina mama. Tulianza le 15 mwezi wa kwanza, na mule ndani tulisema ya kwamba sisi wakina mama tumechoka sana na vita. Ndio mada yetu, tumechoka na vita. Tulizaliwa mu vita, mpaka na watoto wetu wanazaliwa mu vita. Kumbi tunapaza sauti tusikilike ulimwengu mzima. Kwa juu hii sikukuu yetu ni sikukuu ya ulimwenguni mzima, na ndio maana sisi tuliona hatuweze tukalali kabisa, hata kukue vita, hata kukue nini, na juu ya ile vita kutuchosha. Na ndio maana tunapaswa tunapaza sauti kila wakati. Kuna siku moja tu ile amani tutaipata, na ndio maana tuliona tuvae nguo nyeupe, vitambaa vyeupe, na ule mabendera wetu weupe tunapepea juu ya nini? Waone kama tunalomba amani. Hii sikukuu yetu itakuwa ya furaha, tena itakuwa ya kinyonga. Juu ya nini? Tunalilia wenzetu wenyewe wanazuiliwa na vita Goma, wengine Kavu, fasi mingi ni vifo tu. Sasa najua ile vifo tunaona tupaze basi hata sauti, labda tunaweza sikilika. Kwa juu tikasikia tu woga, tutaendelea tu hivi. Tusemee nchi yetu sisi wa mama. Le 8 Mars iko, tutaitumika vile venye iko tu. Wakina mama na wasisimua, kama una binti wako, una mvulana wako, na mwambia tuende kwanza na sisi tutembee marshe ya kulomba amani. Wale wenye waliandaye uniforme zao, unaweza kuvalia depanye, unavala na nguo mweupe yulu. Tunasisimua wa mama hiyo siku, wasisikie woga, wajumuike, waje wengi, tutoshe ile woga. Wategemee kama sherehe hiyo iko, tutaanza na saa 2, sisi wote tutaenda pale kukilalo
ya Kolo, kupita pale kukilada ya Kolo ndio tutaanzia. Tunapita kama vile tunapitaka kama vile kawaida, tunafika tutafika kumezo escale tunakuja mpaka mcentre commercial, tunaingia mpaka mustade, na mule mustade tutaanza mamemo zetu kama vile kawaida. Ujumbe wangu tutoshe woga. Hii kweli ni wakati wa vita. Tuko tunalomba njo amani. Amepokelewa kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka siku ya 4 hii ya tariki 6 mwezi Machi mwaka wa 2025 Ekanda Saidi Dragira, na ambaye amesema amekuja kuleta mchango wake ili kupigania nchi ya Kongo. Akizungumza nasi, meya makamu wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha, ambaye amepokea mpambanaji huyo wa maji, amemtaka kutumika kwenye misingi inayopendezwa naye rais wa nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Emerite Tabisha ameongea nasi. Mko mnaongezeka, tumekisikia habari watu wanakuja tu. Niliona watu wanampokea Dragira George na watu wengi wanachukua. Si kitu kigeni. Mwa historia ya nchi zote, si kitu kigeni. Dragira kwake huko. Dragira ni jeshi ya maana Kalemi. Kama jeshi wa serikali. Huko Kalemi ambao wanaikalaka anajisikia ile kwetu huko. Unajua kama mtu yuko na kipaji fulani anasikia ile kipaji inatokota ndani yake, anasema hapana, mimi nazoea maji, naenda kupana mchango wangu wa maji kwetu, kutia usalama wa maji kwetu, naenda pana mchango wangu. Hajaingizwa kazi kule kwenye alikuwa kuservice wa mama. Tunapokea ile kipaji yake, ni mtoto wetu, ni mkongomani halisi, ni mai ni FARDC. Nimesema ya kwamba tunampokea mchango wake serikali, na sisi jamii na sisi raia tuone na awe mlengo ya rais wetu. Kama atabaki kwa hiyo mlengo, kipaji tunatumikisha, na kama tutaona anaanza huko wengine ndio vile wao, si ba FARDC bako muraia ba. Kama ni hiyo tutasema huyu si wetu. Tunakukaribisha tukisema nchi inavamiwa na kila mtu anatia mchango wake. Jeshi na kadiri hapo kwake na kabila na wana tena familia. Kwa hiyo tumikia nchi na mipaka yake na mali zake chini ya uongozi ya rais wetu. Na sisi raia tunampatia macho Hili kufa katika 6. Mimi kama serikali nasema mvile ya Baraka kila mweko na kipaji kwa niaba ya amani na usalama kule na tunatumikisha. Upande wake mpambanaji huyo Ekanda Saidi Dragira amesema lengo lake ni kuja kutetelea nchi. Malengo ya ujio wangu ni kuhusikana na nchi yetu ya Kongo gisi inaovamiwa na adui kutoka nchi za nje. Lengo la kwanza ni kuja kusaidiana na vijana wetu wazalendo na jeshi la serikali kwa kupiganisha adui, kwa kumfurusha adui kwa sababu ya uvamizi. Raia ya mji wa Baraka iwe na mategemeo kusema kwamba mimi nimefika hapa na mlengo wa CPN wazalendo, Coalition Politico Militaire ya wazalendo ambao inahusika na harakati za mapambano ya ulinzi wa maji na maziwa yote iliyovamiwa ambayo haijavamiwa nchini ya RDC. Ujumbe wangu ni kusema kwamba SPN wazalendo sio chama cha siasa, ila ni platform inayounganisha vyama vya wazalendo. Napenda kuambia raia ikuwe na roho wa baridi, wasiofike na kitu kwa sababu watoto wa nchi wamesimama, na wasikuwe na wasiwasi yoyote kwamba eneo hii ya zone ya Fizi ama teritori ya Fizi itavamiwa na mvamizi. Hapana, kwa sababu watoto wa nchi wamesimama, na eneo ya teritori ya Uvira sawa vile watoto wa nchi wamesimama. Ni lazima raia ikuwe na amani. Hiyo ni sauti yake mpambanaji wa maji Ekanda Saidi Dragira. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, kiongozi wa feke Baraka Fizi amewataka wafanyabiashara kulipa taksi za serikali ya jimbo kama kawaida, kwani tayari ofisi ya jimbo hili imeanza kazi zake ipasavyo pa Uvira. Kwake Monebatu Ramadhani Matunda Bora, kiongozi wa muhundo huo Baraka Fizi, amesema kuwa siku za nyuma waliambia wafanyabiashara kutokulipa,
ilikuwa kutokana na ofisi ya jimbo kutokuwepo. Huyu ameomba wafanyabiashara kulipa taksi za jimbo kama dhamani na bila kipingamizi chochote. Mwenebatu Ramadhani Matunda Bora ameongea nasi. Shirika FEC sio mpinzani wa serikali bali ni rafiki wa serikali. Tuliweza kukataa kulipa zile taxes za province au province haikukua. Kwa leo tuna mabarua za ministre wa interior kunivua Kinshasa zenye zinaruhusu kama ofisi ya jimbo la Kivu ya Kusini liwe installe pale Uvira na lianze kazi. Kwanza saa hizi tunaruhusu wanamemba wetu wote kwanza kulipa ile mataksi yote ya province. Sababu deja ofisi au biro iko tayari pale Uvira. Ile ye omisi juu sababu mimi najua tuko na nomenclature yenye napatia wale watu kulipisha mataksi ambao tunatumikisha mara kwa mara. Siji kama wanaweza kuja na ye ogani na kwa wakati wana kitabu cha sheria cha kulipishia pale ndani. Ni watu tunazoeana nao, miaka na miaka tunatumika nao, ile ye usijui kama inaweza kutokea wapi. Ujumbe wangu wa mwisho na wajulisha wafanyabiashara wa territoire au mtaa wa Fizi na jiji la Baraka tujisumetre kulipa mataksi za province kama vile kawaida. Na huko Kilembwe, mashirika ya kirahia eneo hilo la sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanaomba kwa mkuu wa sekta hiyo kuingilia kati ili kuondoa tofauti iliyopo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo ambao uhusiano wao unasuasua siku hizi. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza tangu pale ambapo askari 3 wameuawa nao baadhi ya wazalendo mwanzoni mwa wiki hii tunayo. Hata hivyo, licha ya utulivu mdogo unaonekana, viwango vya uhusiano bado ni vidogo tofauti na siku za nyuma, kama alivyoeleza hapa Abedi Msumbia Abdul. Kwa vijana kamata wa vijana wakawatia chini pamoja na koloneli Akende hapa kumatuzo mzaliwa Lulenge, wakatuma ujumbe na wakashuka kule chini kwenda rekipere ule kijana wao ambao walikuwa namfunga kule chini wa FARDC walimkasha, lakini FARDC ya kapiteni Hasani na shiritisha wa vijana watoshe zile silaha ambazo walibeba kwa watu ambao waliwaua. Hiyo ndio shurti yao, na vijana nao hawajakubaliana na hiyo, lakini watu walienda shambani, wengi watoto walisoma, soko zinalema, lakini na wengine wanalala porini na wengine wataenda porini kwa sababu hakujakuwa amani ya kudumu kabisa. Kule wengine waliendaka kule mai ya moto, walikuwa nakamata kijana mmoja ni mzalendo, alikuwa kutoka shambani, yeye hakuchua matukio ambayo ilitukia kwenye mahaki. Wakamkuta pale, wakamshika wa FARDC, wakampiga na wakakamata mbuzi aidha 12 hizi zinasemwa, wakaja nazo na makuku nzima ya kuhesabu, wakaja nazo kempi yao. Sasa yule kijana ndio walimpiga ile asubuhi na intervention na yule koloneli na wazee mwingine wakamwachilia kwenda kwao. Silaha zilirudishwa sababu watu ambao walichukua zile silaha wataonekana wako porini. Naona mzalendo anaishi porini, haishi mjini, lakini wengine wako huko mjini. Wafadhili wako chini, wazalendo wako kule juu. Relation itakuwa vizuri kabisa. Relation iko vibaya, relation iko vibaya. Inabidi mkuu wa sekta ya Lulenge afanye ujumbe, sababu yuko Baraka. Afanye ujumbe, watu wakutanane, wakafa afati moja kwenye ndani ya mazingira. Ili amani ya kudumu ionekane, amani hajakuwa nje. Ujumbe wetu ni serikali inyamazishe hizi hewa ambazo zinatukia kwa sababu kuna vita ambazo zinajulikana miaka yote, vita za ukabila. Isije kazushe vita za ukabila kati ya Wabembe na Wahuri. Hiyo ni vita ambazo zinakuaga hapa kila mara, kwa sababu utakuta hao wanaenda Israel, wengine wanaenda Israel, unaona inaleta vita ya kuleta maafa makali sana hapa ndani ya vita. Tukijielekeza huko Uvira, swala la kuweka makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kusini Uvira kwa muda haitosaidia chochote raia wa Uvira, badala yake ni kuwapumbaza. Ndivyo amesema mwananchi Andre Biadunia Mashaka, moja kati ya malida wa mkoa huu. Mtazamo huo ameutoa alipokuwa nahojiwa na Radio Kivu juu ya maoni yake baada ya kuwekwa kwa ofisi ya gavana pa Uvira kwa muda. Andre Biadunia ameonyesha kuwa ofisi hiyo haitosaidia chochote raia wa Uvira, kwani dharura ya wakongomani kwa sasa ni kuona Bukavu na eneo zingine zimekombolewa. Institutions za province zote zitakuwa hapa Uvira provisoirement selon wao,
hayakuwa definitivement parce que hapa haiko ndo chef lieu ya province, mais kwetu sisi haitusaidii lolote parce que sur le plan politique, na hivi tuko tunalalamika kama kila siku wanaweza kubalkanize nchi. Njoo mwanzo hii ni masenario ya Nord Kivu, parce que unajua kwamba Nord Kivu nayo balikamataka lingine materitoire na mazingine mavile mebakaacha Beni. C'est comme ça wakati walinome gouverneur wa mupya uje afikie Goma parce que wanashinda kufanya contre-offensive pour que wakamate Goma, gouverneur akaenda kuikala Beni. Donc inakuwa considéré sawa chef lié. Kusidi Kivu nayo wanakamata même scenario. Ole ba récupérer ma entité shakamatiwa Kalehe, Bukavu na Kamanyola na Walungu banaiacha banakuya kuleta chef lié yao hapa Uvira. Ni façon ya kutuandoromire, tunyamanze, tuwaze tu kama vitu vingali sawa. Mais comme tel n'est pas le cas. Sisi tunaweza kwamba hivi haiko plan ya mzuri pour les comptes du gouvernement na haitakuwa na avantage kwetu sisi raia. Ndio maana serikali ingepasha kujiactiver. Tulisikia bwana nome kama bwana Vitakwira ndiye anakuwa sijui porte parole kama representant wa wazalendo yote, mais isikuwe tu ya jina, tunapenda vitendo pour que bagombole ile maentité yote nyesha kamatiwa. Mmekutuletea mainstitution ina hata avantage moja, au contraire ni kwenda bako na concrétiser vitu ya mabalkanisation par le fait que habata fournir ma effort pour que ba récupérer les maeneo yote. Insécurité leo iko mpleno, unajua kutoka Uvira ufike Makamanyola, beaucoup de barrières, plusieurs barrières, il faut liper 1000 francs pour kutoka Kamanyola, plus de 10 barrières. Leo trafiki entre Bukavu na Uvira haiko. Donc itabidi nafika wakati mmoja sasa wanasema no, il faut tufike kuma convention pour que watu ya Bukavu wako nafika Uvira na Uvira wako nafika Bukavu. Kule kwa shanombe mwingine gouverneur. Hapa gouverneur atakuwa yuko natumika. Ça veut dire tunakuwa na province mbili mwinchi moya. Olea 26 province inakuwa deja province ngapi? 27. Ya Beni inakuwa ya 28. Sisi ile haitusaidii lolote. Ndio maana tungependelea gouvernement irekipere ma entité ile ya kutuambia ma province wanaleta Uvira bila tamana moja na bila maana hata moja kabisa. Na sasa tunajitupa vianjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile. Naam, barabara kabisa Bi Bukurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za huko katika nchi jirani ya Tanzania. Ni kwamba wiki ya 23 ya michuano ya ligi kuu katika nchi ya Tanzania itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 5 ya wiki tunayo ya tariki 7 Machi 2025, ambako mechi mbalimbali zitaweza kupigwa kunako nyasi za viwanja mbalimbali vya nchi hiyo ya Tanzania. Ni kwamba vijana wa Tabora United majira ya saa 10 kamili watapepetana vikali zidi ya JKT Tanzania, huku timu ya Kagera Sugar majira ya saa 1 za usiku watakipiga vikali zidi ya Pamba Jiji. Dodoma Jiji watakuwa vikali zidi ya Coastal Union, huku tariki 8 timu ya Yanga Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa dabi ya Kariakoo watawapokea vijana wa Simba Sport Club. Huko katika bara la Ulaya, Bebo Constantine Aldamani, kwamba klabu ya Real Madrid imefikisha idadi ya michezo 500 walioicheza kwenye mashindano ya UEFA Champions League tangu michuano hiyo ilipoanzishwa rasmi mwaka 1955. Mchezo wa 500 Real Madrid ulitimia usiku wa siku ya pili walipokuwa kivahana vikali zidi ya masimu wao wa jadi Atletico Madrid. Hapa ni mchanganuo wa michuano hiyo 500 walioicheza. Wameshinda mechi 300 kati ya mechi hizo 500. Vile vile wametoa sare michezo 85 kati ya michezo hiyo 500. Wamepoteza michezo 113 katika michezo hiyo 500. Wamefunga jumla ya mabao 1103 kwenye michezo hiyo 500. Wamefungwa mabao 552 kwenye michezo hiyo 500. Pia ndiyo timu pekee ina mataji mengi zaidi ya michuano ya UEFA Champions League, ambao kwa sasa miamba hiyo yapo nchini Uhispania. Real Madrid wana takriban vikombe 15 vya UEFA Champions League. Kungineko ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya Olympique Lyonnais raia wa Portugal Paulo Fonseca amefungiwa miezi 9 katika kazi yake ya ukocha kutokana na tukio lililotokea weekend iliyopita baada ya kuoneshwa kadi nyekundu na mwamuzi wa mchezo Benoit Milo. Fonseca alimtishia kumpiga kichwa mwamuzi huyo mara baada ya kuoneshwa kadi nyekundu. Kwa hiyo Paulo Fonseca, kocha wa Olympique Lyonnais, atakuwa nje ya majukumu ya ukocha mpaka mwezi Novemba 2025.
Uongozi wa klabu ya Real Madrid umetangaza rasmi kufanya marekebisho ya ukarabati wa uwanja wao wa Santiago Bernabeu unaotumiwa kwenye michezo mbalimbali. Kamati kuu ya klabu ya Real Madrid imeridhia kutumika kiasi cha bilioni 1.5 kwa ajili ya ukarabataji huo mpya. Muamuzi wa Uingereza Michael Olive ameondolewa kuchezesha mechi za ligi kuu ya Uingereza wikendi hii baada ya kushindwa kumpa kadi nyekundu golikipa wa klabu ya Millwall ya daraja la pili Liam Robert kwa kumchezea rafu mbaya mchezaji kutoka Ufaransa Jean-Philippe Mateta wa klabu ya Crystal Palace. Hii ni kutokana na kushindwa kutoa kadi nyekundu mpaka arbitrage video Aizavar ilipohusika. Michael Oliver alishindwa kabisa kutoa maamuzi yoyote, hivyo amefungiwa kutokuchezesha mechi yoyote wiki tunayo ya michuano ya pale katika nchi ya Uingereza maarufu Premier League. Naweka nukta kunako habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Ozile. Na endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita beni ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Huko Butembo, shirika la raia ndani ya mji wa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini wameomba kwa wakuu viongozi wa mji wa Butembo kuwapa moyo na kuwaunga mkono waathirika wa matatizo mbalimbali kwa kipindi hichi cha ukosefu wa usalama mjini Butembo. Mengi zaidi na Ezangos Movies wa Kapuni kutoka Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini. Johnny Kameta, kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Bulengera, asema regret kuona kwamba viongozi katika mji nao pia watambua jambo na kuachilia wahanga walioumizwa hata na waliofariki kutokana na ukosefu wa usalama saa za usiku mjini Butembo. Sisi kama shirika la raia kunako manispa ya Bulengera tunaomba wakubwa waweze kuwa nasaidia population wakati mabandia inawatatiza. Takamata mfano ya Muindo Mulauli Blaise aliweza kuingiliwa na mabandia wakamulumiza. Tunakuwa na kosta ambayo inakuwa mbaya sana. Wakubwa wanafika pale kwenye mtu alilumilia, wanahandika majina na wanaenda, lakini suite hawataweza kufuatilia kama hiyo maneno inaenda namna gani. Kwa hiyo sisi kama shirika la raia tunaomba wakubwa waweze kuprendre en charge facture ya huyo garçon. Ni kwa hiyo ashutumu vikali ukosefu huu wa usalama unaoendelea na unaowakumba raia wengi ambao sasa wapo hospitalini kwa kuwa waliumizwa kwa silaha mbalimbali. Insécurité na pitia kipimo ni juu ya mauvaise politique sécuritaire ya wakubwa, na wasikue selma na andika tu madone sur terrain na hawatafuatilia namna gani huyo mtu ambaye aliweza kupata majeraha anaweza kuendelesha maisha yake. Sécurité haiko vizuri kunako komine, na wakubwa waone nini wataweza kufanya kusudi population mkomine ya Bulengera kuwe msécurité total. Shirika la raia katika mtaa wa Bulengera laomba viongozi wa polisi na kiaskari kulinda raia. Tujulishe kwamba mtaa wa Bulengera ni ule ambao siku hizi wakumbwa na ukosefu wa usalama, mauaji, uporaji wa vitu, unyanyasaji wafanywa dhidi ya raia, jambo ambalo la huzunisha. Butembo, Nzangoso Moviswa, Radio Kivu Baraka. Na huko Mambasa, kundi la kabila la Wambuti washtumiwa kwa mauaji na ukosefu wa usalama kwa raia ndani ya groupment ya Bakayeku, usultani wa Babila Babombi. Grace Kakine, mwanaharakati wa haki za kibinadamu, ameomba kwa wakuu viongozi kuingilia kati swala hilo na kutafuta suluhisho. Hivyo ni kisha kusema hayo siku ya Jumatano ya wiki tunayo ya tariki 5 mwezi Machi mwaka huu. Umeota tena kikundi cha wambilikimu ambao wamejifanya mabandia katika maeneo za Bakayeku, Shifiria bila Babombi, wilayani Mambasa, na hao wanatembea na silaha. Wao ambao waliweza kumuua Mbusa Kiangala, mkaaji wa huko Bapwakina. Ni kitu ambacho tunaendelea kulaumu sana, na tunaita viongozi wa serikali waweze kufanya maangete usirie juu hao mabandia waweze kushikwa na waweze kuwa transferi, waadhibiwe vikali na serikali ya Kongo. Tunaita vile vile raia kuendelea kuwa makini
na kuendelea kupasha habari yoyote ya wale mambilikimu ambao wamezifanya mabandia, ili waweze kushikwa na hiyo hali iweze kumalizika katika groupement ya Bakaeko. Huko kunakuwa vikundi vingi ambao wanaendelea kunyanyasa raia mara kwa mara. Tumeendelea kulelea viongozi kwamba huku kunakuwa vikundi ambavyo vinaendelea kunyanyasa raia katika groupement ya Bakaeko, na vile vikundi vinatembea na silaha, na mpaka sasa raia inaendelea kuteseka katika maeneo hii. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuweka njia mbadala kwa ajili ya malipo ya walimu wa mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini, na pia imesema kuwa walimu wa mikoa hiyo miwili bado wanasimamiwa na mji wa Kinshasa. Mengi zaidi na Safari Alimasi ndani ya studio. Walimu wa Kongo wanaoendesha kazi zao katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda bado wanatambulika na kusimamiwa na Kinshasa. Alihakikishayo waziri wa elimu ya kitaifa Jumanne Bi Raisa Malu. Alisema kuwa kufungwa kwa benki tangu kuchukuliwa kwa mji wa Goma na Bukavu itachelewesha malipo ya kawaida kwa walimu wa eneo hilo. Namnukuu, kwa upande wa serikali walimu ni sawa kila mahali. Hakuna tofauti kati ya walimu wa kaskazini na kusini mwa Kivu na walimu kutoka majimbo mengine. Tunashughulikia kwa uzito na kwa usawa, na uamuzi huo ni katika hali nzima, na leo malipo ya walimu yamepita. Kwa hivyo serikali imefanya kazi yake. Tunajua kuwa wanaohusika na malipo na mawakala wanaolipa wamepokea malipo ya walimu. Tayari ugumu huo umetoka kwangu. Tunajua kuwa benki bado imefungwa, amesema Bi Raisa Malu katika mkutano wa waandishi wa habari pamoja na msemaji wa serikali. Hivi sasa serikali inafanya kazi katika mifumo inayotakiwa kuwezesha malipo ya walimu chini ya ushawishi wa waasi. Na mnukuu mara tena, kuna kazi iliyofanywa kwa wenzangu kutoka Wizara ya Bajeti na Fedha ili kupata suluhisho bora na kutumia chaguzi zote tunazo. Ninaweza kudhibitisha kuwa serikali inafanya kazi juu yake, na pia kuhusu swala la malipo ya walimu. Sasa itafanyika kwenye benki ili kuweza kungojea kwa msingi wa kazi ambayo inafanywa katika ngazi ya serikali kwa kufungua tena, alisema Raisa Malu, waziri wa nchi na waziri wa elimu ya kitaifa na uraia mpya. Harakati za M23 naungwa mkono na Rwanda ndio chanzo cha kufungwa kwa shule na kuasiri watoto zaidi ya milioni katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akichangia maoni katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumanne Machi 4, 2025, Bi Raisa Malu, waziri wa nchi na waziri wa elimu ya kitaifa na uraia mpya, anabainisha kuwa shida ya sasa inasababisha kufungwa kwa shule 2594 ikiwemo 1483 huko Kivu Kaskazini na 1111 huko Kivu Kusini, ikiasiri watoto 1,108,962. Shule kadhaa zimepigwa mabomu, zingine zikiharibiwa na vikundi vyenye silaha kwa ajili ya kutengeneza kambi za kijeshi. Tukumbushe kuwa hali ya usalama mdogo iliyochochewa na uwepo wa M23 na jeshi la Rwanda inapelekewa kwa kutokurudi vizuri harakati za shule katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Kusini. Ni hayo tu kama habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo. Ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantini Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuhaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari.